Game time, tuonavyo sisi. Yes, tulisubiri kwa hamu kuona soka la Xabi Alonso pale Chelsea, Enzo Maresca pale Manchester City, lakini bila kusahau pira la Jose Mourinho pale Real Madrid. Sasa weekend ya kwanza imepita, tunakuja kucheck jambo gani ambalo limetokea jipya ama jambo ambalo hatukulitegemea mwanzo wa ligi kubwa barani Ulaya. Jina langu ni Andrea Masawe na kukaribisha kwenye meza ya Game Time. Tupo tumejaa kweli kweli. Yupo Skill Sensei, Masud Mswahili, lakini pia yupo Moro King. Wapo vizuri kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo wameandaa katikati ya wiki. Game Time, tuonavyo sisi. Okay, bwana, mpo vizuri? Vizuri kabisa. Skill Sensei. Mambo vipi? Fresh, najua mlinimisi na nimefika tena. Yeah. Nimesi nani? Jamhuri ya Game Time. Tuko hapa. Alikuwa atanimua hapa. Unajiamulia mambo. Shabiki pia wa Arsenal. Kwa alikava nafasi yako vizuri sana. Sema yeye hana Arsenal sana kama wewe. Una masuri uko vizuri? Fresh kabisa. Hull City. Moro King. Yeah. Mambo vipi? Fresh kabisa. Yako vizuri? Mungu ni mwema, tunashukuru. Ligi kuu nchini Uingereza imeanza weekend iliyopita, lakini mwendelezo wa ligi kuu ya pale nchini Hispania ilikuwepo pia weekend iliyopita. Italia pia ilianza. Bundesliga kulikuwa na mchezo wa Super Cup, Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund. Kubwa zaidi tunaangalia mambo ambayo yametokea weekend hii, tukikaribisha michezo ambayo inakwenda kuchezwa weekend iliyopita. Kwanza kabisa kulikuwa kuna ingizo jipya la makocha kwenye sura za klabu mbalimbali barani Ulaya. Tulimwona Enzo Maresca pale Manchester City, Jose Mourinho pale Real Madrid, pamoja na Enzo Maresca Manchester City na Xabi Alonso pale Chelsea. Bwana, kwa namna moja ama nyingine kuna jambo lolote ambalo limebadilika hasa kwa Real Madrid baada ya kumintroduce Jose Mourinho na kufanya mabadiliko ya baadhi ya course? Naona wamestruggle kupata matokeo weekend hii. Kuna chochote ambacho kimebadilika ama kuna ugumu wa mchezo ambao walikutana na Real Madrid weekend hii? Bado sio sahihi kusema wamestruggle. It's just the first competitive game. Ndio game ya kwanza ya kimashindano ambayo Jose ameiongoza Real Madrid. Yes. Nadhani walicheza dhidi ya Espanyol. Ndio. Kwa hiyo ni mapema sana kusema amestruggle au amepatia, kwa sababu ni mechi ya kwanza kwake kama mwalimu. Kwa mara yake ya ngapi anarudi Real Madrid. Ni game ya kwanza ya ligi ambayo inaweza isiwe inasema chochote. Ni game ya kwanza ya kufungua. Kwa hiyo kila kitu bado ni almost kipya kwake. Kwa hiyo sio rahisi kusema kwamba kuna chochote kibaya walichokifanya, kwa sababu 1 down 37 to go kwenye La Liga, ambao ni kitu ambao Real Madrid wamekikosa kwa takriban misimu miwili mitatu sasa. Lakini nadhani Jose ni kocha ambaye ana reward loyalty, na kama mlifuatilia kwenye vyombo vya habari wiki iliyopita, Yan Diomande alisema yuko tayari kufa kwa ajili ya Mourinho. Hiyo ni attitude ambayo inamtake Mourinho kama alivyo. Yani Jose kwa jinsi alivyo, wachezaji ambao wanajituma na kujitoa kwake ni wachezaji ambao wanawapa nafasi. Kwa hiyo if all goes well, nadhani tutazamie kuona Yan Diomande football kwa kiwango kikubwa. Lakini kusema kwamba wamestruggle au hawaja struggle, nadhani bado ni mapema sana. Eneo la katikati la Real Madrid kwenye mechi dhidi ya Espanyol, I think alianza Federico Valverde pamoja na Bernardo Silva. Ni ingizo jipya la Bernardo Silva kwenye kikosi cha Real Madrid. Performance yake uliona vipi, na Real Madrid wanaweza wakafaidika na Bernardo Silva kama alivyofaidika Manchester City? Skills. Kwa kupata doubt kwa talent kama ya Bernardo Silva, bado sijaona kama ni kauli sahihi, kwa sababu Bernardo kasha prove sana. Kwanza yuko Monaco akaja Manchester City, ni mchezaji ambaye ni top talent. Kuanza Real Madrid hiyo ni statement tosha, kwa sababu ana option nyingi ya kuanzisha. Lakini kwa nini Bernardo Silva? Cha kwanza
ni energy yake uwanjani, cha pili ni experience aliyokuwa nao, alafu na cha tatu ni talent ambayo anayo Bernardo Silva. Juu alikuwepo Adagula, alikuwepo Kylian Mbappe na Vini Junior, ambapo chini yake alikuwa anacheza Jude Bellingham, alafu pivot mbili za kukaba alikuwepo Valverde na Bernardo Silva. So kwanza kwa Bernardo inakuonyesha jinsi gani Mourinho anahitaji watu wa kumpa matokeo. Anahitaji watu wazima kwenye timu, anahitaji watu ambao wana maamuzi. Kwa kitendo hicho ni moja kwa moja kwamba Madrid amelamba dume. Unajua kwa sababu gani? Labda mtu kama Cucurella alianzia nje, lakini Bernardo Silva amekuja moja kwa moja akaingia kwenye timu. Hiyo ni statement tosha kabisa. So kwa Real Madrid kumpata Bernardo Silva na kuanza moja kwa moja, naona ni sawa. Watabadilishana wengine, lakini naona game nyingi msimu huu asipokuwa majeruhi, basi Bernardo ni muhimili. Okay. Walienda kipindi cha kwanza wakiwa nyuma kwa goli 2-0, tukategemea wakija kipindi cha pili tutaona mabadiliko, lakini hakukuwa na mabadiliko yoyote. Manchester United akiruhusu kupoteza kwa goli 2-0. Mwanzo wa ligi Manchester United anapokea kichapo cha goli 2-0 dhidi ya Hull City. Mchezo ambao wengi hawakutarajia, lakini mechi za mapema of course huaga zinagundu, hasa kwa timu kubwa zinapocheza. Hata wale wawekezaji wale games za mapema huaga wanazikimbia sana. Manchester United, bwana Masoud, kipi ambacho ulikiona kimepelekea matokeo kwenye ule mchezo? Well, nachoweza kusema ni kwamba Hull City walifanya homework yao vizuri. Yani ulikuwa unaweza ukaona clearly walichukua from the first minute walichukua na kitaka walivyoingia uwanjani. So walifanya vizuri kwenye kile ambacho walikihitaji. Magoli ni mawili, wametumia set pieces na ndicho walichokipata. Hata kwenye post match interview kocha wa Hull City alilisema hilo. Waliwatizama United kwenye games za pre-season, waliona kuna weakness kwenye backline, especially kwenye mipira ya set pieces. So I guess it worked out. Walichokifanyia kazi wakapata matokeo walioyatarajia. Even though sidhani kama walitarajia kwamba wanaweza wakawafunga United. Lakini kwa sababu assignment yao walifanya vizuri, United walishindwa kuvunja backline ya Hull City. Walikuwa wanazurura tu pembeni, build up ilikuwa iko very slow. So haikuwa ni game nzuri kuangalia kwa United, kwa sababu hawakuwa katika level ambayo kila mtu anatarajia wawe. Kwa hiyo pia siwezi kusema ni swala ambalo liwakatishe tamaa mashabiki wa United, kwa sababu ndo kwanza game ya kwanza. Game za kwanza pia zinakujaga na tension yake. Ukitazamia kwamba United walipotoka misimu kadhaa iliyopita wakiwa wanasuasua mpaka just last season ambapo mwanga kidogo umeanza kuonekana. Kwa hiyo it's a work in progress bado, lakini I'm sure si performance ambayo mashabiki wa United walitaka kuiona, na sidhani kama kuna mchezaji hata mmoja baadaye akiangalia marejeo ya ile mechi atatamani kuimaliza kuangalia ile mechi, kwa sababu that was a very terrible performance kutoka kwa United kwa kweli. So na kama hawata shift to another gear kuanzia game inayofuata dhidi ya Ipswich, I think then kutoka kuna shida. Kwa hiyo I think hata rates za maingizo mapya pia tuweze tukazitazama, sababu nimeangalia maingizo mapya kwenye timu mbalimbali zimeweka out mapema. Mfano maingizo kwenye klabu ya Chelsea, labda klabu ya FC Barcelona pale, kuna La Liga, Real Madrid, baadhi ya wachezaji just tumeona maingizo mapya yameanza kuweka out mapema. Vipi kwa upande wa Manchester United? It happens. Na sio United, sio kwa United tu. Kuna wachezaji ambao wameenda kwenye club mpya na mambo hayaja, mechi zao za kwanza
na mambo hayajawa kama ilivyokuwa, kwa sababu kwa mfano Gomez ambaye ametoka Wolves kaenda Aston Villa, game yake ya kwanza tu ambapo Brighton walifungwa goli 4 na Aston Villa walifungwa goli 4 na Brighton, na akala umeme. So unaona, yani ni vitu ambavyo vinatokea. Again, ni game ya kwanza out of 38. Tutaanza kuwa judge. Nadhani makocha wenyewe wataanza kukalia kutikavu ama kuwa kwenye kitimoto kuanzia probably game ya 15 huko, kama mambo hayatakuwa yanaenda vizuri. Yes, hao ni Manchester United weekend hii wakicheza dhidi ya Hull City. Wana Newcastle United alikuwa nyumbani dhidi ya Liverpool. Moja kati ya mchezo ambao tulizungumza hapa, bwana Alwatan akasema sisi ambao hatuhusiki na huo mchezo huaga tunaenjoy sana kuangalia Liverpool na kucheza na Newcastle United. Unakuwa ni mchezo ambao una ushindani mkubwa sana, na ndicho ambacho tulikiona. Ila kwenye mazungumzo yetu nikirejea, pia hatukuwapa nafasi kubwa Newcastle United, lakini bwana Wisa na Elanga wakatuambia tupo na tulikuwepo uwanjani. Sasa Liverpool na kikosi chake ambacho kilianza, of course ni kikosi ambacho kilikuwa kimesheheni wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini pia wana uwezo mkubwa. Kipi ambacho kilipekea na ile mchezo na Liverpool kustruggle pia kupata walau alama moja kwenye ule mchezo? It's still the same kama nilivyosema kuhusu Real Madrid, kama nilivyosema Mswahili kuhusu Manchester United. Bado ni mapema sana. Mechi 5 za mwanzo zinaweza zikasema neno kuliko mechi ya kwanza, kwa sababu wachezaji wamekuwa mbali na timu for quite some time. Kulikuwa na kombe la dunia, kulikuwa na pre-season, kuna wachezaji wapya, kuna wachezaji wameondoka, kuna wachezaji wamesajiliwa upya. So bado ni mapema, lakini going to the game, Newcastle versus Liverpool has never been an easy one. Kuna wakati nadhani kabla ya msimu uliopita ambapo Darwin Núñez alifunga goli kutokea bench na kuseal ushindi wa Liverpool dhidi ya Newcastle United. Sio game rahisi. Newcastle dhidi ya Liverpool, hata wakati nadhani decision ya Liverpool kumsajili Alexander Isak ilitokana na mechi ambayo tulicheza nao, ambao Isak alifunga from a very long distance pamoja na ile long range ball. Kwa hiyo mchezo umekuwa hivyo siku zote, hakuna kitu cha tofauti ambacho kimetokea, lakini naelewa perspective ya Mo wakati ule kwamba Newcastle amemwachia Tonali ambaye Sandro amecheza pale for quite some time, japo sio muda mrefu sana, lakini amekuwa pivotal, amekuwa mchezaji ambaye game in game out yupo. Newcastle amemwachia Bruno Guimaraes ambaye ameenda Arsenal. Bruno amekuwepo Newcastle day in day out. Kwa hiyo kuna ka backbone ka timu ambako hakakuwepo. Kwa hiyo expectation kwa timu kama hiyo ni kuto kupata matokeo, lakini tunarudi pale pale. Haijawahi kuwa game rahisi, haijawahi kuwa game mchekea. Huwa wakija wanafanya all out attack, na ndicho walichokifanya. Wameilazimisha Liverpool kupata, au tuseme Liverpool wamelazimisha sare, kwa sababu bila penalti ya Dominic Szoboszlai dakika za jioni ile, manake ile game tungelala. Of course. Kuna somo ambalo analipata Enzo Maresca baada ya kumwanzisha Ranchek bench. Amekuja amempa assist 2 na Manchester City akaibuka na ushindi wa goli 2-1. Somo gani ambalo Maresca analipata, ama ilikuwa ni namna yake tu ya kuface ule mchezo? Alichokifanya Maresca ni matarajio au matazamio au ni aim ya kila kocha mpya anayofika kwenye timu, kwa sababu kurithi kikosi ni tofauti na kurithisha ideology ya kocha aliondoka. So kwa jinsi Manchester City ilivyokuwa inacheza kipindi Pep yupo na wachezaji waliokuwepo, wanaweza kuwa wachezaji ni wale wale, lakini je, Maresca anaweza kuinject mbinu zake zikatumiwa na wale wale wachezaji ambao walikuwa wanawatumia Pep? Inawezekana kwa namna moja au nyingine, ndiyo inawezekana, na pia inaweza isiwezekane. So anachokifanya ni nini? At least alikuwa na muda wao mrefu kwenye pre-season, anaweza akawatumia vile alivyokuwa anawafundisha nini cha kufanya.
Najua wengi wanashangaa kwa nini sasa hivi Foden in day out anaanza. No. Kuanzia kwenye pre-season mpaka game ya kwanza ya ufunguzi amecheza Phil Foden, lakini akaanza na Lewis kwenye midfield na kumwacha mtu kama Kovacic nje na kumwacha mtu kama Rancheki nje, kumwacha Doku nje. So ni jinsi kocha anatazamia au anatarajia nini kifanyike kwa wachezaji ambao anahitaji yeye kufanya nao kazi. Na ndio maana amepeleka bid kwa Lille, imekubaliwa kwa Buadi. Sasa hivi anamtaka Enzo Fernandez either kwa kumnunua au kwa loan. Ili mradi tu atengeneze midfielder ambayo yeye yuko tayari kufanya nao kazi. Na ndio maana amemwachia Rodri, kamwachia Tijan Reinders, kamwachia Nico Gonzalez ambaye yuko njiani kwenda Newcastle United. Amemsajili yule dogo wa Palmeiras winga ya kulia, nafikiri anamwachia Mamush na anamwachia Savinho pia. So ni yeye anatengeneza ideology yake kwa wachezaji wake, anatengeneza mfumo wake na nani afanye nao kazi. Kwa Ryan Cherki kwa namna moja au nyingine, pia Deschamps alikuwa anamweka bench. Labda sisi ambao hatufanye naye mazoezi hatujui nini Ryan Cherki anakifanya mazoezi. Labda kuna kitu afanye. Labda kuna kitu anafanya zaidi ambacho kocha hakitaki, au afanye zaidi ambacho kocha anakitaka. So kumuingiza kwenye zile dakika, either kumuintroduce kwenye philosophy zake, au ndo dakika ambazo Cherki anastahili kwa kufanya mazoezini. Na kila mtu anajua talenti ya Cherki ilivyokuwepo, na kila mtu anajua jinsi gani Cherki anaweza kukupa matokeo muda wowote. Kwa hiyo kwa Maresca kwa game ya kwanza kumjudge kwamba hamtaki mtu kama Ryan Cherki ni uongo, kwa sababu kama kweli hamtaki angemweka sokoni. Kumbakiza inaonyesha jinsi gani anahitaji kufanya naye kazi, ni muda tu utaamua. Kwa hiyo ni kwa game moja ni rahisi kukosoa, lakini tusubiri at least game ya 7 ndio unaweza kusema yes, muhimili uko wapi wa Manchester City. Yes, wakati Manchester City wakimtaka Enzo Fernandez pale Chelsea, jana aliingia kipindi cha pili. Yes. Lakini tukiangalia Chelsea kwenye mchezo wake wa kwanza kabisa dhidi ya Fulham, tuliona uwezo mkubwa sana kwenye eneo la attacking. Joao Pedro, of course Rodgers pamoja na Cole Palmer walifanya kazi kubwa sana kwenye hiyo mechi. Kuna jambo ambalo kidogo limeongelewa sana. Sanchez mlinda mlango wa Chelsea. Kuna shida kwa upande wake ama ni safu nzima ya ulinzi ya Chelsea ina matatizo na inahitaji quality pale? Sanchez kwanza ana kuanzia mwaka msimu wa 2023-24 yuko nafasi ya pili, anashikilia nafasi ya pili kwa kuongoza, kwa kuwa na kufungwa magoli mengi ambayo amesababisha, yani error leading to goals. Yeye yuko nafasi ya pili. Kwa hilo ni tatizo on its own. Lakini still backline ya Chelsea bado haiko sawa. Wanafikiwa vizuri na kwa sababu naona namna ambavyo na watakuwa wanafikiwa vizuri sana kwa sababu ya style of play ya Xabi Alonso, kwa sababu Chelsea used to play with sio quick build up. Sasa hivi kwa namna ambavyo Xabi anataka kuitengeneza timu ni kufika, yani like sekunde 5 watu wameshafika golini. Na hiyo nadhani anaitengeneza kwa utatu wa Cole Palmer, Joao Pedro na Morgan Rodgers. Nimeona kwenye few games, nadhani game 2 za pre-season na jana na juzi, last game na Fulham pia nimeiangalia. Nadhani wakipata game nyingi wale watu watatu wanaweza wakaleta shida, lakini wataleta shida itakuwa ni swala wao wanabidi wafunge sana sasa, kwa sababu lazima kuna weakness nyingi sana kwenye backline, ukianzia back 4 mpaka kwenye goalkeeping. Lakini I think ana muda sasa hivi Xabi Alonso kwa sababu timu haina mashindano mengi, so na bado it's a work in progress, ambayo ni bado anaweka idea zake. Inabidi i-click kwa wachezaji namna ambavyo yeye anataka timu icheze. So ni swala la kusubiri na kuona
tuone hao wanaweza kaitransform Chelsea. Yes, hiyo ni Chelsea, na hiyo ni michezo ambayo tumeitazama kwenye ligi kuu ya pale nchini Uingereza pamoja na Hispania. Nimewaacha FC Barcelona wameibuka na ushindi wa goli 5-0. Na ukijaribu kuangalia kuna tofauti kubwa sana kikosi cha FC Barcelona ambacho kilicheza kipindi cha kwanza na baada ya kufanya baadhi ya mabadiliko ndani ya kikosi. Labda kwa faida labda mtazamaji wa Game Time, FC Barcelona hii ambayo tumeiona bila, kwa sababu walicheza bila striker, ndio walicheza na false 9. False 9 of course. Kwa hiyo hawana striker yule ambaye ni origin striker ni false number 9, ndio. Kipi ambacho kimeongezeka baada ya kufanya sajili mbalimbali? Naona sajili zao zimeclick mapema sana. Ni mfumo wa kocha mkuu ama ni uwezo wa wachezaji wenyewe? Well, ingia kwenye mfumo ama uondoke. It's as simple as that, kwa sababu they have their own identity ya namna wanavyotaka Barcelona icheze. So wewe unaposajiliwa Barcelona, you know unachoenda kukutana nacho. So it's either uingie kwenye mfumo sawa, au mfumo ukutupe. Hakuna namna nyingine yoyote. So na sio jana wala juzi Barca kucheza na false 9 ni jambo ambalo umelifanya, kwa sababu once you have a midfield ambayo ina uwezo wa ku detect the whole game, yani hapa sasa hivi tunatoka nyuma, tunafika pale, tunakwenda kushoto, tunaenda. Ukiwa na midfields ambao wana uwezo wa kufanya hizo kazi zote, basi yani hauna shida. Na midfield ya Barca na wachezaji wa Barca kuanzia kwenye midfield mpaka kwenye flanks na wachezaji ambao wana uwezo wa kufungua backline ya aina yoyote. So haina haja, unaweza ukawa unasema haina haja ya kuwa na striker, kwa sababu kama wana uwezo wa kufika kwenye 18 yako wakiwa na idadi kubwa ya wachezaji na wakiwa very skillful, wanaweza wakakuumiza muda wowote. Nadhani Barca wamechukua pale wameanzia pale walipoishia msimu uliopita. They are very calm, the confidence is high. Yes. Hata hao maingizo mapya unayoona Gordon, Karim Adeyemi wanacheza, especially Adeyemi anacheza tafia alikopo pale misimu miwili au mitatu iliyopita. Gordon akaingia akatoa na assist. It's unasikia raha kuiangalia Barcelona. But again, one of their star boy Lamine Yamal hakuwa na mchezo mzuri kabisa, na alitolewa. Kuna picha zikasambaa, alikuwa analia kwenye bench. Kwa sababu game niliangalia kipindi Yamal anatoka, timu upande wa kulia ilikuwa icheze vizuri. Lakini the moment yeye ametoka alafu Rafinha akahamia upande wa kulia, timu kama goli 3. Wakamuonyesha akiwa benchi anaonekana sura yake ni ya huzuni, probably kwa sababu pia katumika muda mrefu. Na kitendo cha kuletwa Adeyemi pia ana uwezo wa kutokea upande wa kulia. So lazima wamtafutie mtu ambaye anaweza akampumzisha Yamal, kitu ambacho kwa kila mchezaji kinahitajika. Barcelona kucheza bila striker kama alivyosema Mswahili ni kitu cha kawaida. Unacheza kwa sababu gani? Tunacheza ili tushinde. Kama tuna uwezo wa kuconvert nafasi 7 tukapata magoli 5 bila striker, kwa nini wapoteze hela au wapoteze muda kwenda kugombana na Atletico Madrid? Kwa sababu striker pekee wanaomtaka Barcelona ni Juan Alvarez. Na Alvarez kama unavyosikia wamefunga mageti ya Atletico Madrid, wasimuuzie rival, bora auzwe sehemu nyingine. Lakini kwa Barcelona ile sioni kama Alvarez atakuja kubadilisha sana utaratibu, zaidi tu ya kuongeza namba ya wachezaji na squad iwe kubwa zaidi, au zaidi ya kuendelea kuwaumiza. Au tu yeye aendelee kuwakera tu watu. Kwa sababu kwa Barca ile na Rodri akiwepo. Na habari mbaya ni kwamba De Jong amepona ndani ya miezi ambayo alitakiwa apone. Yaani aliwekewa miezi 5 lakini kapona ndani ya michache ya miezi hiyo. So ndani anaweza akawepo kwenye ubaya wa De Jong. Ubaya wa De Jong ni huo. Anapona
anacheza mechi 2 anarudi kwenye majeraha. Ukicheki timeline ya De Jong tangu amesajiliwa, amekaa muda mwingi sana kwenye majeruhi, mwingi mno. Lakini huwa anajiuliza mkataba wa De Jong na FCB ni wa muda gani, because it's been a very long time. De Jong ana mkataba hadi kabla ya COVID, sababu zile ana ile madai ya wages zake za COVID. Yeah. That is like 6 years ago. Kwa hiyo na ni mchezaji ambaye pia ukiangalia wachezaji wengi waliobaki Barcelona kuanzia kipindi cha 2018 19 mpaka sasa hivi, huenda yeye pekee ndo amebaki mpaka sasa hivi. Yeah, nadhani senior ndo alobaki. Jong alikuwepo na Ter Stegen, nadhani Ter Stegen ndo huyo ameshaaga. Kuna mchezaji mwingine mmoja, lakini alikuwa Araujo na ameenda Liverpool. Araujo ameenda Liverpool, so yani kwa jinsi alivyokuwepo pale De Jong, mimi na kila sababu ya kuona anaweza kupata namba, kwa sababu anaweza kucheza namba zote za katikati na anaweza kucheza pia kama namba 5. Kwa hiyo kwa jinsi yeye akiwa yuko fit, Pedri yuko fit na Rodri yuko fit, Barcelona kutakuwa kuna tafrija kila siku nyingi. Bana, tuende kwa cheki mchezo ya wiki hii. Real Madrid yanashuka dimbani dhidi ya Real Sociedad. Mmoja kati ya mchezo ambao I think unaonekana ni mgumu, lakini always Real Madrid anakuwa na mchezo mwepesi sana akikutana na Real Sociedad, kwa sababu kwenye mchezo 35 Real Madrid ameibuka na ushindi kwenye mchezo 25. Real Sociedad ameibuka na ushindi kwenye mchezo 5, wametoa sare michezo 5. Ni moja kati ya mchezo ambao kwa Jose Mourinho ni mchezo wa kuonyesha pia kitu gani ambacho amekileta Real Madrid. Namna gani Mourinho auendea huu mchezo dhidi ya Real Sociedad akiwa nyumbani? King. Well, kama nilivyosema awali, bado ni mapema kwa Jose, na Jose ana suffer the same fate kama ya Enzo Maresca, Andoni Iraola, Xabi Alonso. Wanajenga kikosi, na kikosi huwezi kujenga behind closed doors. Kwa bahati mbaya kwenye mpira wa miguu haujengi kikosi nyuma ya milango au nyuma ya vificho. Kikosi unakijenga kwa kucheza. Kuna trial and errors nyingi sana ambazo zinahitajika ili uweze kupata first 11. Kocha anaweza akacheza hadi mechi 10 akiwa anatafuta first 11. Kwa hiyo Jose kwa sasa anatafuta first 11. Ukiachana na ile ambayo ilikuwepo ya bwana Raul Albiol, Jose sasa hivi anatafuta first 11 au first team yake. Kwa hiyo inawezekana, ukiachana na kwamba ni mchezo muhimu kwa sababu ni mchezo wa pili, lazima uanze kuonesha kwamba unashinda convincingly, lakini kuna uwezekano akawa na kikosi hiki na kikosi kile, kama ulivyosema kuhusu FC Barcelona iliyocheza kipindi cha kwanza na iliyocheza kipindi cha pili ilikuwa na mabadiliko makubwa sana, japo FC Barcelona ni hiyo ya Hans Flick. Ni yeye alikuwepo msimu uliopita na ndo yeye yuko msimu huu, na wachezaji aliowaleta tunapenda kuamini kwamba ni wachezaji ambao yeye ndo amewaleta. Kwa hiyo kuna uwezekano Jose akabadilisha au akatweak kidogo kikosi chake ili kupata matokeo, lakini nafikiri changamoto kubwa kwa Real Madrid kwa sasa sio Valencia, sio Sevilla, sio Osasuna, sio Girona. Changamoto kubwa kwa Real Madrid sasa hivi ipo na wao wenyewe wanaijua. Kwa bahati mbaya sana, changamoto kubwa ya Real Madrid sasa hivi ni FC Barcelona. The moment Real Madrid wakiweza kumfunga Barcelona convincingly, kila kitu kilichoko mbele kitakuwa cha kwao. Lakini until then, angalia jinsi ambavyo Barcelona wanacheza. Wanaenjoy, yani wao wakicheza na Osasuna, wakicheza na Elche, wakicheza na Eibar, the same energy. The same cannot be said for Real Madrid. Kwa hiyo tunaweza tukasema Alhamisi FC Barcelona dhidi ya Athletic Club ni mechi pia ambayo kwa FC Barcelona wataendea wakiwa na confidence kubwa sana na wataweza kuibuka na ushindi. Kuibuka na ushindi ni an overstatement, lakini ni timu nadhani FC Barcelona kwa sasa wanavyocheza na confidence
hakuna timu wanaoiogopa. Kwa hiyo siwezi kusema convincingly kwamba ushindi ni guaranteed, lakini nina uhakika kwamba kwa jinsi wanavyocheza wanajua kwamba hapa huu mchezo ni wa kwetu kuupoteza. Bwana, FC Barcelona Alhamisi inacheza dhidi ya Athletic Club. Michezo 49 ambao wamekutana, michezo 32 FC Barcelona akiibuka na ushindi. Michezo 9 Athletic Club wakitoka sare, Athletic Club na Barcelona, lakini michezo 8 Athletic Club akiibuka na ushindi. Ukijaribu kuangalia, nataka ni muangalie Lamine Yamal jinsi ambavyo amecheza mechi yake ya kwanza, lakini pia kuna baadhi ya comments ambazo nimeziona zinamhusisha Lamine Yamal na hali ambayo anaendelea nje ya uwanja. Yaani anaonekana ana kazi nyingi nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja, na ndicho ambacho kimepelekea performance yake kushuka. Hili lina ukweli kuhusiana na Lamine Yamal? Football ina vitu vingi na mchezaji ni binadamu. Ni sawasawa tu na wewe unavyokuwa ofisini na unavyokuwa nje ya ofisi. So sisi washabiki tuna judge kama mchezaji ni labda robot ama ni AI, kwamba anachotakiwa kukifanya ni kile kinachotakiwa kifanyike ndani ya uwanja, lakini wachezaji wana maisha mengine nje ya uwanja, na hayo ndio anakamilisha yeye kuwa binadamu. So kusema vitu vya nje vinasababisha mentality yake ya football ina shake. Inawezekana kwa namna moja au nyingine, kwa sababu yeye ni binadamu pia. Kuingia uwanjani, kufanya mazoezi, kufanya concentration, kuishi maisha ya kiprofessional ni vitu ambavyo sio wote wanaoviweza. Ndio maana sio kila mtu ni mchezaji wa mpira professional. So kwa Yamal inawezekana kwa namna moja au nyingine kwamba vitu hivyo vinamsababisha performance yake imeshuka, lakini hakuna mwenye dhamana au ya kumjaji yeye kulingana na vile anavyoishi nje ya uwanja. Ni mchezaji kama wachezaji wengine, kinachotokea nje ya uwanja ni vinatokea kwa wachezaji wote. Sisi tutamjaji Yamal ndani ya uwanja kwamba anatakiwa akati inside apige shoot au assist. Kinaposhindikana, washabiki wana kila hali ya kusifia au kukosoa. Ndo kazi nyepesi tu ya watazamaji. Kwa hiyo labda tumsubirie ndani ya uwanja nini kinaendelea. Zaidi ya mechi takriban 6-7 ndo unaweza kuzungumza. Kuwa na siku mbaya ofisini inawezekana, ndo kilichomtokea mechi ya kwanza against Elche. What if sasa hivi game inayofuata anacheza against Athletic Bilbao, ambao game yake ya kwanza against Sevilla alifungwa takriban goli 4-1 kama sikosei. Na Athletic Bilbao hao ndo anaenda Camp Nou ambapo Barcelona hajapoteza karibu miaka miwili, hajapoteza game hata moja. So hajapoteza tu, kashinda mechi zote alizocheza Camp Nou. Kwa hiyo unakijua kabisa Athletic Bilbao anachoenda kukutana nacho Camp Nou. What if ndo salvation ya Yamal pale, kwa sababu akiwa ndani ya washabiki wa Camp Nou lolote linaweza kutokea. Morali inaweza kupanda, siku nzuri kazini, then hayo maneno ya kusema nje ya uwanja kuna mzingua anaweza akaisha game ya pili. So labda tumpe muda. Yes, wiki hii La Liga inaendelea. Real Madrid dhidi ya Real Sociedad siku ya Jumatano, lakini siku hiyo ya Jumatano kuna mchezo ya Carabao Cup. Brentford anacheza dhidi ya Burnley, Newcastle United dhidi ya West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur dhidi ya Charlton, lakini Preston atakuwa uwanjani dhidi ya Everton. Mechi nyingine kuna mechi za Champions League hapa, lakini pia Alhamisi kuna michezo ya La Liga. Mchezo miwili ya La Liga, Celta Vigo atakuwa uwanjani dhidi ya Osasuna, FC Barcelona dhidi ya Athletic Bilbao. Kuna mchezo pia Carabao Cup Alhamis, Chelsea dhidi ya Luton, lakini pia Fulham dhidi ya Wimbledon. Hii michezo yote ambayo nimekutajia hapa, na kuna michezo ya Europa League qualification. Hii yote muunganiko wake wote utazipata kwenye michezo mitano ambayo tunazitoa, kwenye odds 5 ambazo tunazitoa kila wiki. Wiki hii tumekuandalia odds 5 ambazo zitahusisha michezo ya Jumatano pamoja na Alhamis. Kwa hiyo ratiba yote ya Carabao Cup, UEFA Champions League qualification, Europa League qualification, michezo yote hiyo tutaiunganisha na kukuandalia odds 5 ambazo zitakufanya uwe tajiri. Maana odds 5 ukitia mpunga wa kutosha, wanasikiza tunakusahau kabisa bwana. Yes, tumemaliza hivyo kwenye mchezo ya wiki hii pale barani Ulaya. Tunarudi Bongo kuangalia kidogo michezo ambayo inaendelea kwenye NBC Premier League, ambapo Simba atakuwa uwanjani dhidi ya Coastal Union siku ya Alhamis.
Simba ambayo michezo mitatu ya kwanza ana kadi 3 nyekundu lakini amebuka na ushindi kwenye michezo yote mitatu, ana alama 9. Bana, ili jambo la kadi 3 nyekundu mliwahi kuliona sehemu nyingine tofauti na Simba kweli? Inawezekana limetokea, lakini hiyo haifanyi kwamba liwe jambo zuri au jambo la kulifurahia, kwa sababu that is 100% red card kwa kila game. Yani manake timu kama kungekuwa kuna uwezo wa kubashiri au hiyo option ingekuwepo pale Helabet, ungekuwa na uwezo wa kubashiri kwamba Simba red card, timu itamaliza mechi ikiwa na red card, manake that is 100%. Yeah. Na ni red card ambazo sio za kutia shaka. Unajua kuna kadi nyekundu na kuna kadi nyekundu za kutia shaka. Hizi ni kadi nyekundu ambazo pengine kusingekuwa na football video support, kuna uwezekano zisingekuwepo. Na nadhani last time tukizungumza hapa na Alwatan Mo na Mswahili tuliongea kuhusu football video support kuondoa maudhi madogo madogo ya mpira wa miguu, na nadhani mhanga mkubwa katika swala hili inawezekana Simba wamekuwa mhanga wa moja kwa moja wa football video support, kwa sababu kwenye mechi 3 wana kadi 3 nyekundu. What does that tell us about the discipline of the squad? Hii inaonyesha kwamba moja, timu inacheza pasi na nidhamu. 2, training ya wachezaji wetu haswa katika matukio ambayo yanaweza yakawapelekea kupata adhabu ya kadi nyekundu, kwa sababu adhabu ya kadi nyekundu inajulikana, either kama ni kadi nyekundu baada ya njano, manake atakosa mchezo. Kama ni straight red card atakosa michezo 2 pamoja na 3 ambao wanaondoka. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa mechi 3 ni sahihi tukisema timu ya Simba ndio timu yenye nidhamu mbovu kuliko zote zilizopo kwenye NBC Premier League. Kwa hizi mechi 3 klabu ya Simba ni klabu yenye nidhamu mbovu, kwa sababu huwezi kuwa timu kubwa kama Simba alafu ukawa na kadi 3 nyekundu kwenye michezo mitatu. Sasa ni swala ambalo nadhani wao wanabidi warudi kwenye training ground na kuhakikisha kwamba mambo kama haya at least hayatokei tena. Wanakwenda kucheza dhidi ya Coastal Union, lakini Simba ni moja kati ya klabu ambayo inapitia changamoto ya majeruhi. Nimemsikiza Neo Maema baada ya mchezo uliopita anazungumzia hilo swala. Na amezungumza hadi kuna baadhi ya wachezaji wanacheza wakiwa na maumivu kwa sababu tu ya udogo wa kikosi. Na hizi kadi ambazo zinaendelea kutokea ndani ya Simba, I think ni moja kati ya changamoto kubwa sana. Hii game inaenda kuwa aina gani kwa upande wa Simba? Ikiwakosa baadhi ya wachezaji ikiwemo Kibabage, Yusuf Kagoma ambaye ni 50-50, Tanja Kasali naye pia ni 50-50, lakini pia kuna wachezaji 3 ambao lazima waikose hiyo game ambao wamepewa kadi nyekundu. Unakwenda kwa mchezo wa aina gani? Kwa Coastal ameshacheza game 2. Game ya kwanza against Yanga ambapo alifungwa goli 4-1. Yeah. Akacheza against TRA, game ikaisha draw ya 1-1. Simba amecheza game 3 zote ameshinda. Regardless anashinda akiwa pungufu, anashinda akicheza vibaya. Hiyo ndio inaonyesha jinsi gani unakuwa wewe ni timu kubwa. Kushinda kipindi kuna mazingira magumu, kushinda wakati kipindi kuna mazingira mazuri, na kushinda kipindi unacheza vibaya. Kwa Coastal Union wanaenda kukutana na kazi kweli kweli, kwa sababu ukiangalia trend anayoifanya Yanga, Simba angependa kwenda na trend ile ili gepu lisianze kuwa kubwa mwanzoni. Yes, mwanzoni. Na ukiangalia jinsi Yanga anavyocheza unaona kabisa sio leo wala kesho hii energy itaisha. Simba anakabiliana hizo red card 3, inamaanisha anakosa wachezaji 3 ambao wangetakiwa wawe kwenye first 11. Yes. Alafu kiplus majeruhi ya watu ambao walitakiwa wawe wanaanza kikosi cha kwanza, unaona kabisa shida ipo. Lakini wakati dirisha la usajili lilipokuwepo, kuna jinsi ya wanasema kutengeneza kikosi kipana. Kuna maana kutengeneza kikosi kipana na kuwa na wachezaji wengi. Unaweza ukawa na wachezaji wengi alafu kikosi chako hakikupi kile unachokitaka. Alafu kuna watu wana kikosi kipana kwamba akitoka mtu akiingia mtu ni sawasawa na aliyetoka. Kwa hiyo hapo kuna aina mbili za timu. Mwenye kikosi kipana na mwenye wachezaji wengi. Nafikiri
Simba wako kwenye veji ya kuonyeshwa au kutajwa kama timu yenye wachezaji wengi, ni timu yenye kikosi kipana. Kwa sababu gani? Kwenye ukitaja timu 3 bora Tanzania ni Simba, Yanga, au lazima wawepo hapo, aidha mmoja aongoze, mwingine awe wa pili. Na ukishakuwa kwenye ile rank lazima uweze kuimaintain ile rank. Una maintain kwenye nini? Kwanza kwenye matokeo, pili kwenye sajili. Lazima hivyo vitu viende sawa. Sioni sababu ya Simba kulalamika kwamba majeruhi yanawasababisha washindwe kupata matokeo kwenye mechi against Coastal Union, au red card zinasababisha wasipate matokeo against Coastal Union, kwa sababu kwa ukubwa wa Simba ilibidi hivi vitu vyote mtu anakuwa ameshavi forecast kwamba kikitokea hichi kuna replacement ya hichi. Kuna vitu vya hatari kama majeruhi, hivyo uweze kuforecast, lakini una uwezo wa kuwa na mbadala at least wawili au mmoja kwenye namba husika ili uweze kucapitalize hizo wanasema hivyo vipindi vifupi vinavyotokea baada ya mchezaji kupata majeruhi. Kwenye mechi ya Coastal Union moja kwa moja itakuwa na upinzani, lakini mwisho wa siku Simba ni Simba. Uwezekano wa kuchukua point 3 huko pale kulingana na matokeo aliyopata Coastal Union kwa mechi 2 zilizopita. Yes bana, hiyo ni Simba dhidi ya Coastal Union. Lakini kwa ratiba siku hiyo kutakuwa na mchezo wa Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar. Kagera Sugar ambaye ni timu ya kwanza kufungwa goli nyingi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Goli 6-2 dhidi ya Geita Gold mechi iliyopita. Kwa hiyo atakuwa uwanjani akiwa ugenini dhidi ya Mashujaa pale Kigoma. Jambo la kusubiri na kuona Kagera Sugar watajipanga vipi kwenye mchezo huu. Bwana, tumetamatisha hivyo wiki hii kwenye meza ya Game Time. Ulikuwa nami Andrea Masawe, Masud Mswahili alihusika, Muro King, lakini pia Skill Sensei alikuwa vizuri kweli kweli kupa yote ambayo ameandaa. Endelea kubeti na Helabet. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kwa jina la Dimbani Connect. Tunatoa mikeka kule, tunatoa odds 5 wiki hii. Kwa kuwa makini sana, kuwa tayari kwa ajili ya kupokea Jumatano asubuhi kabisa mapema. Tutazipata odds 5 kutoka kwa wana wa Game Time. Uwe na wakati mwema. Game Time tunavyo sisi.